alazwa msalabani, mara miguu na mikono yafungwa kwa misumari. Kituo cha 11. Yesu anasulubiwa msalabani. Yesu, tunakuabudu, tunakushukuru kwa msalaba wako mtakatifu. Yesu, tunakuabudu, tunakushukuru. Ndugu zangu, hakuna mwanamume yeyote hapa duniani aliyewahi kuteswa mateso makali ya kikatili ya kila aina mbele ya umati wa watu kama Bwana wetu Yesu Kristo. Wala hakuna mwanamke yeyote hapa duniani aliyewahi kushuhudia na kuvumilia kwa kuona mwanaye akiteswa mateso makali ya kikatili ya kila aina mbele ya umati wa watu, isipokuwa ni mama yetu Bikira Maria tu. Yesu aliyeteseka kwa mateso makali hata kufa msalabani kwa ajili ya kutukomboa sisi wanadamu, ukatusamehe makosa yetu yote, ili tusiendelee kutenda dhambi, bali tutubu na kukurudia wewe. Lakini kwa udhaifu na ukaidi wetu hatuoni umuhimu wa msamaha wako. Unatuonya kwa upendo kila siku tuache kutenda dhambi, lakini wapi? Unatuita kila siku, njoni kwangu nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo ya dhambi, nipate kuwapumzisha. Lakini hatuendi, tunajiendea tu kwenye starehe za dunia kama ulevi, kushabikia michezo ya mpira, vikundi vya utafutaji mali. Lakini Bwana Yesu anatuambia wazi kwamba tafuteni kwanza ufalme wa Mungu, mambo mengine mtapewa kwa ziada. Lakini hatusikii. Bwana Yesu, ulimwambia mtokeo wako mwenye heri Faustina Kowalska aiambie dunia, yaani awaambie watu kuhusu ujumbe wa huruma ya Mungu ambao ni wa haraka, ni ishara ya mwisho wa dunia.